Kama kuna lolote, njia sahihi za mazungumzo zipo, njia sahihi za kukaa na kujadiliana zipo. Hakuna sababu yoyote kufika tulikofika, ndugu zangu, hakuna. Nilikuja na falsafa ya R4 nikaifanyia kazi vizuri sana, ikaleta mwanga mzuri sana, mpaka wale nisowajua jina lao wakenda wakabadilisha, nchi ikachukua mwelekeo mwingine. Lakini nataka niwaambie, tutasimama na kuilinda nchi hii kwa nguvu zote. Nasema yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Kama madai ya wenzetu ni katiba, hakuna aliyekataa kurekebisha katiba ya nchi hii, hakuna. Mnakumbuka niliunda tume ya haki jinai, ikaenda ikasoma Tanzania nzima na wakaniletea haya ndio wanayoyaona wa Tanzania. Na katika kuyatekeleza kuna ya muda mfupi, muda wa kati na muda mrefu. Na ya muda mfupi na muda wa kati mengi, 90% tumeyatekeleza. Lililobaki la muda mrefu lilikuwa ni la katiba, marekebisho ya katiba. Na lenyewe nikasema tutalitekeleza. Na mkisoma ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, nimesema ndani ya siku 100 nitaunda tume ambayo itafanya kwanza maridhiano, halafu tuingie kwenye mchakato wa katiba. Mnaendaje kwenye kurekebisha sheria za nchi wakati huku mko vipande vipande? Lazima mrudi kwanza, muelewane, mtambue huko mbele tunalenga kitu gani, njia yetu ni ipi, ndio mnatunga katiba yenu kutokana na haya tuliyokubaliana. Sasa katiba iseme 1, iseme 2, iseme 3, iseme 4. Lakini mtakwenda moja kwa moja watu wote, kila mtu kavimba machavu, mnaunga katiba ipi itaungwa hapa? Nimesema kwanza turidhiane. Na kwa sababu wamechafua nchi, nilichofanya mwanzo ni kuunda tume ya kuangalia undani wa hili jambo. Nimewapa miezi 3 waangalie kwa undani, watuletee taarifa, yaliyojiri ni haya, tofauti ziko hapa, hapa palitokea si haki, hapa palikuwa na haki. Tukisha kujua hayo, tunakaa sasa, haya tulioletewa ni haya, njoni kamati ya maridhiano, piteni sasa, tofauti ni hizi, matatizo ni haya, piteni sasa kwa makundi mbalimbali, wakwambieni haya tunakwenda nayo vipi. Hiyo sasa ndio tume ya maridhiano. Baada ya hapo tunakaa kuunda katiba yetu. Hakuna aliyekataa. Leo wanasema wameingia njiani, wameharibu nchi, wanadai katiba. Katiba iko wapi? Inaning'inia wapi? Tuipatiwe tuwape. Katiba ni mchakato, ni process. Tunaanza hili, tunakwenda hili, tunakwenda hili. Sasa katika vile visingizio vya kuepuka na aibu ya kushindwa kwenye uchaguzi, wanaweka visingizio. Visingizio vyote hivi vinaungwa mkono na nje. Hawana hata aibu. Nje huko wanakaa, Tanzania ifanye 1, ifanye 2, ifanye 3, halafu ndio itakuwa hivi. Who are you? Niwaulize ndugu zangu, niwaulize, kwao hayatokei? Kwao hayatokei? Tumenyanyua sauti sisi kusema ya kwao. Wanadhania bado wao ni masters wetu, ni wakoloni kwetu. Kitu gani? Ni fedha chache wanayotugaia, ni fedha chache wanayotugaia, na fedha yenyewe sasa hivi haipo. Tunafanya biashara, wao wapate na sisi tupate, ndipo tunaposimamia. Nataka niwaambie,
Tanzania oye! Haya, tukae ndugu zangu. Nataka niwaambie ndugu zangu wa Tanzania, kawaida